Safari yake ilianza baharini akiwa anatafuta maisha, lakini leo anarudi nyumbani akiwa yuko kimya, yuko kwenye jeneza. Huu ni mwili wa Mchama Maregesi Mongu ambaye alifariki tarehe 3 Mei 2026 wakati akiwa katika majukumu yake katika meli ya kuvuta itwayo Volans yenye namba za usajili ya shirika la bahari duniani IMO 929856. Meli hiyo ilishambuliwa wakiwa safarini kutoka Falme za Kiarabu kuelekea nchini Oman. Meli hiyo ilishambuliwa na bomu wakati wakivuka kwenye mfereji wa Hormuz uliopo kati ya nchi za Iran pamoja na Oman. Hapa ni ndugu pamoja na mwenyekiti wa bodi ya TASAC akiongea katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere baada ya kupokea mwili huo. Mimi nazungumza kwa niaba ya bodi na mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa vyombo vya kwenye maji. Jina langu ni Nahodha Musa Mandia. Tumekuja kujumuika na ndugu zetu, ndugu zake ndugu yetu Mchama Maregesi Mongu. Ni baharia mwenzetu. Na tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwamba ametupa sisi uzima, lakini pia ametupa nafasi ya kufika na kuweza kupokea mwili wa ndugu yetu. Kiukweli ni kwamba ni safari isiyokuwa na mashaka, ni ya kila mtu. Sisi wote tuko safarini na kila mtu ataondoka kwa siku yake. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu sisi ambao bado ameturuzuku umri na afya na kwamba tumeweza kupokea mwili wa mwenzetu. Tuitumie nafasi hii kwamba kwa sisi itutanabaishe kwamba na sisi tuko safarini. Bwana Mchama ametangulia na sisi tunafuata. Na niwaombe ndugu zangu ambao ni wafiwa, Mwenyezi Mungu awape nguvu, awape subira. Na kifo cha ndugu yetu huyu isiwe ni sababu ya kuwafitinisha kwenye ukoo. Sisi kwenye imani, mimi ni Muislamu, tunapoomba kwenye swala ya maiti huwa tunamrehemu yule ndugu yetu, tunamwombea Mwenyezi Mungu amrehemu, lakini pia tunamwomba Mwenyezi Mungu asifitinishe wale waliobaki. Kwa sababu mara nyingi yakishatokea mambo kama haya huwa kunakuwa na mvutano kwanza. Azikwe wapi, azikwe na nani, na watu wengine wanakimbilia kwenye mali zake. Basi vitu vya namna hiyo tumwombe Mwenyezi Mungu mambo haya yasitokee, aviepushe. Lakini baada ya kusema hayo, nitumie nafasi hii kushukuru mamlaka zote zilizohusika katika kuhakikisha kwamba mwili wa ndugu yetu Mchama Maregesi Mongu unafika. Na shukurani za dhati na za kipekee nizipeleke kwenye mamlaka, kwenye Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Kimataifa. Kwa sababu tangu jambo hili limetokea, mimi binafsi nimekuwa napata simu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Kombo, Thabit Kombo, akiniuliza mwenyekiti, ni nini kinachoendelea? Na nikamwambia tunapata msaada mkubwa sana kutoka kwa mwambata wetu wa Emirate. Amefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba vibali vinapatikana vya kusafirisha mwili wa ndugu yetu mpaka leo umefika hapa. Kwa hivyo napenda nimshukuru kupitia vyombo vya habari kwa sababu ni moja ya mambo muhimu ya kuyazungumza. Lakini pia niwashukuru wafanyakazi wa TASAC. Wamefanya kazi kubwa sana na wameshirikiana na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje kuhakikisha mwili wa ndugu yetu umefika. Ni jambo la kusikitisha kwamba imetokea ndugu yetu amekufa akiwa eneo la kazi. Kimsingi alikuwa kwenye ibada, kwa sababu kutafuta riziki pia ni nini? Ni ibada. Lakini imetokea katika maeneo hatarishi. Kama ambavyo sote tunafahamu kupitia vyombo vya habari, kuna vita zinaendelea Mashariki ya Kati. Vienna Convention inazungumza expressly, not implied, kwamba maeneo ya vita watu wasiende kwa sababu yanahitaji ulinzi wa ziada. Sasa hili limetokea, basi sisi tunachukua nafasi hii kama mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa vyombo vya kwenye maji kuzikumbusha mamlaka husika, lakini pia wenye vyombo ambao wanawaajiri vijana wetu wahakikishe kwamba hawapeleki vyombo vyao katika maeneo hatarishi kwa ajili ya usalama wa mabaharia wetu. Kwa majina anaitwa Abdulkarim Maregesi Mongu, ni mdogo wake marehemu Mchama Maregesi Mongu. Huyu mimi ni kaka yangu, ndo wa kwanza kuzaliwa kwetu.
Mara ya mwisho umepata nafasi ya kuzungumza na kaka kabla ya umauti ilikuwa ni lini, na labda historia yake kwa ufupi kuhusiana na kazi yake? Nakumbuka wakati tukiwa katika mfungo wa Ramadhani, alinipigia simu na kuniambia anaweza akasafiri kwenda kazini Dubai, lakini akaniambia kabla ya kusafiri nitakuja nyumbani ili tuagane vizuri ndio niondoke. Nikamwambia basi sawa, lakini nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani kama cha 10 hivi au chungu cha ngapi, lakini ilikuwa ni mwanzo wa Ramadhani. Basi hakuja tena na sikusikia tena taarifa zake mpaka nikaja kupata taarifa za kifo chake. Majukumu yake ya kikazi huko Falme za Kiarabu alianza lini, labda na historia yake kwa ufupi kwenye kazi yake ya ubaharia? Nakumbuka alianza kwa muda sisi tukiwa bado wadogo, na nilikuwa nasoma nafikiri darasa la 7 miaka hiyo. Ndio yeye alianza kwenda safari yake ya kwanza, na safari alikaa takriban kama miaka 3. Halafu ndo akarudi na akawa ametuletea zawadi kwa kipindi hicho. Ikakaa tena baada ya muda akarudi tena, kwa sababu ndo kazi zake. Akija anakaa kwa muda mfupi, baadaye anakwenda tena anarudi, hivyo ndio ilikuwa maisha yake kwa siku zote. Communicate na familia? Tuko vizuri, tunawasiliana na familia, na yeye mawasiliano yake ni mazuri kwa sababu ndio alikuwa mshauri wetu. Alikuwa ni mtu ambaye ni mtu rahimu katika mazungumzo, pia anatatua matatizo ya familia kwa sababu ndo kaka yetu mkubwa kama nilivyosema hapo awali. Marehemu ameacha familia ya ukubwa gani? Marehemu ana watoto 5, wa kike 3, wa kiume 2. Tunashukuru, ndo kazi yake Mwenyezi Mungu. Sote hapa tutaondoka, lakini yeye katangulia na sisi tuko nyuma yake.